Nikwambie kitu? Ndio. Na mimi niambie ni dalali. Nakwambia kitu kirahisi. Wewe unaitusikiliza sasa hivi kwenye Big City Breakfast. Kagua mitihani ya watoto wengi sasa hivi. Somo la dini lipo. Lakini ndio somo ambalo mzazi akikuta mtoto wake ile somo kapata D, anaona fresh. Anaona hiyo haina shida. Haina shida. Tena imepachikwa jina kabisa, subsidiary. Hivi nani somo la dini sasa hivi wamelitoa katika kupigia mahesabu ya viwango vya ufaulu au lipo? Ile usome ile utafanya tu mtihani wako. Alipo, si ndio? Lakini mimi nakumbuka zamani lilikuwepo. Wakati sisi tunakuwa somo la dini ndio lilikuwa ni moja ya somo linalotutoa kwenye ufaulu. Huko kote unapigana kama somo la dini likitolewa katika kusapoti ufaulu, kaka, hamna mtu ambaye atazingatia. Amtani kwa sababu wanafunzi wengi wa Kitanzania tunasoma kujibu mitihani. Kwa somo la dini mtu anaona ili aliniongezea chochote. Mtu ana take it easy, lakini zamani unaona kabisa Bible knowledge. Hii itanipa 80. Mimi nilikuwa nakagua itanisaidia kwenye ufaulu. Inabidi usome. Sasa katika kusoma kwa lazima dini ndio inakuingia. Mimi nilikuwa nakagua matokeo ya mwanangu mmoja. Nimekuta amepiga A kanyoosha kwenye vya dini. Ana D. Haya. Umpelekaji kwenye. Hapo mama yake yuko comfortable. Yawezekana pia wazazi mnachangia. Unamtengenezea mazingira yao ya kidini. Hapo. Tuanzie hapo. Mpango